Yote TV kwa ajili ya utukufu wake. Yeye Baba ametutunza, tumekutana, umetunza wewe kiongozi, na ameutunza uumbaji wake wote na serikali zote na viongozi wote na wananchi wote wa imani zote, ameutunza kwa ajili ya kuendelea kupokea na kujifunza hii mamlaka ya maelezo yote ya siku ya mwisho kwa ajili ya majira na mwaka uliobeba siku ya mwisho kwa utimilifu. Kwa sasa ina maana karibu sana kwenye Nguvu ya Kweli Yote TV kwa ajili ya kujifunza kile chuo ambacho ni cha kweli yote kwa ajili ya uumbaji wote, kumwelewa yeye ambaye ndiye aliyehusika sisi wote kuwepo, weupe, weusi, wekundu. Hatukujua itakuwa hivi, lakini ndivyo ilivyo kwa wakati huu. Kwa hiyo kabla ya yote basi tushukuru, tumwambie Baba tunakushukuru. Asante Baba mwema mzuri, ambaye ndiye wewe uliyehusika kwa ajili ya kukusanya tena kwa wakati huu mahali pa Kweli Yote TV kwa utimilifu wako na kwa uzuri wako. Ni wewe ndiye unayetutunza, ni wewe ndiye unayetufundisha wa imani zote, watu wa rangi zote, kwa sababu ni yeye ndiye, wewe peke yake ndiye unayetufundisha, na wewe ndiye umeamua yafanye haya. Tunakushukuru kwa sababu ya taifa, hata viongozi wote kuwakaribisha, wa rangi zote, wakubwa kwa wadogo, kwa sababu ni ya wote change. Kwa hiyo ni wewe peke yake umeyatenda haya yote kwa utukufu wako imetokea. Karibu sana viongozi, karibu weupe, weusi, karibu vijana, mabinti, karibu nguvu ya watumishi wa aina zote, karibuni wa imani mbalimbali, karibuni wa mataifa yote katika Kweli Yote TV. Leo tayari imekwisha kutupa kile chuo cha Kweli Yote. Ina maana tutakuwa tunapokea maelezo yote kupitia kile chuo cha kweli, kwa sababu majira tayari imekwisha kuinua kwa ajili ya kuendelea kujifunza haya ambayo tayari tunayasikia kwa ajili ya watu wote. Kwa hiyo kazi kubwa ni ile kusubscribe peke yake kwa ajili ya utukufu, na ile kulike kwa ajili ya kulinki na wengine. Basi Baba anatukuzwa na kila mmoja kwa sababu aliyasubiri haya maelezo kwa leo. Kwa hiyo karibuni sana. Kwa hiyo Kweli Yote TV na salamu ni Kweli Yote, Kweli Yote. Kwa hiyo ukisema Kweli Yote unasema maisha halisi, kwa sababu tutaifahamu kweli yote, nasi tutakuwa na maisha ya kweli, kama vile alivyosema kwenye Yohana 16 ile 6 mpaka 16 kwamba ile nguvu ya kutuambia kweli yote ndio tutakuwa na maisha halisi. Kwa hiyo salamu ya watu wote, si katika level ya Bwana Yesu asifiwe, si katika level ya shalom shalom, si katika level ya salamu alaikum, si katika level zote tulizokuwa tumezoea. Kutakuwa na salamu yake na ambayo ndio kweli yote, ambayo kweli yote maisha halisi. Kwa hiyo nikikwambia kiongozi kweli yote, na unasema maisha halisi juu ya nchi, kwa sababu ile kweli peke yake, si katika ishara, si katika maombi, yaani katika fundisho ndiyo maisha yako. Kwa hiyo leo ni baraka na kufanikiwa juu ya nchi, sio mbinguni. Kwa hiyo baraka ambazo tulikuwa tunakusudiwa ni juu ya nchi. Hakuna baraka zinazotoka mbinguni. Ni ile kwa sababu ya kutoelewa tu kwamba baraka ni za namna gani, kwa sababu amesema kwenye Kumbukumbu 12 ile 10 mpaka 17, hapo anaongelea juu ya mahali tutakapovuka Jordan. Ina maana kuvuka ni mifumo yote, Baba atakapokutupa raha pande zote. Yaani walikuwa anasema hivi, baada ya hii misingi yote kuvunjwa na Baba, ina maana sasa anainua mahali pake ambapo atupe raha pande zote. Lakini mtakapovuka Jordan na kukaa katika nchi aliyowalisisha Baba muumba wenu, akawapeni raha, akiwaokoa na adui zenu pande zote, mkakaa salama, wakati huo itakuwa kwamba mahali pale atakapopachagua Baba muumba wenu alikalishe jina lake, hapo ndipo mtakapoleta kila kitu. Kwa hiyo hapo sasa ndio mahali pa juu ya nchi. Ndio maana akasema na Isaya
ile 65 akasema, yeyote atakayejibarikia sio mbinguni, ni juu ya nchi. Isaya 65 ule mstari wa 16. Hata itakuwa yeye atakayejibarikia atakayejibariki duniani atajibariki kwa Mungu wa kweli, naye atakayeapa duniani ataapa kwa Mungu wa kweli. Ina maana kuapa kwa masanamu, kwa miti, mawe, kwa nguvu ya ibada mbalimbali za siri kwa ajili ya kutubariki, hapo hazipo. Majira imeisha. Kwa hiyo kila mmoja atakuwa anakwenda kwa mganga, hakuna kitu. Kila mmoja atakuwa anakwenda kwa nabii wake, hakuna kitu. Kila kitu hakitafanya tena, kwa sababu majira yake imekwisha kusimama. Kila mmoja atabidi twende kwa yule baba wa kweli, ambaye ndiye kweli yote juu ya nchi yote. Kwa hiyo hapo tumeona kwa ufahamu. Sasa hii baraka ni kwa sababu baba ametoka kule tulikokuwa tunajua, kama vile ambavyo tumeelewa mbinguni kuna aina mbili za mbinguni. Kuna mbinguni ya baba na mbinguni ya shetani. Baada ya kutoka sisi kuelewa kwamba mbinguni ya shetani ni ibada zote za wale waliokuwa wanaondoka ndugu zetu kwa sababu ya lile kosa la Adam la Mwanzo 2:23-25. Hakuwahi lile kaburi lake kutengenezwa kwa ajili ya kutotumika mara mbili. Ina maana maisha yake, kazi zake zote zilitumika mara mbili. Ina maana zilikuwa faida kwa dunia zaidi ya yeye kufaidika hapa juu ya nchi. Ndio maana unaona akazaa watoto wakatokea kuwa manabii wa kutufundisha mambo ya mbinguni, kwa sababu ilikuwa ni siri. Kwa hiyo leo ufalme wa yeye uko juu ya nchi. Danieli 2:44, atausimamisha ufalme usioangamizwa. Tumefundisha kwamba ufalme usioangamizwa ina maana hakuna mwenye kuangamiza ufalme huu. Ufalme wa baba uangamizwe, kwa sababu yoyote ambaye hayuko kwenye siku 28, yaani baraka 28, siku ya kwanza mpaka 28 na ule mwaka wenye miezi 9, hajatokea hapo, ndio anaweza kutuangamiza au kukuangamiza wewe uliyeko pale. Lakini kama majira ya baba ipo, hawezi akainua. Kwa hiyo Ufunuo 11:15 ina maana ni kwamba ufalme wa dunia umekuwa ufalme wa baba Muumba wetu juu ya nchi. Kwa hiyo sasa baraka na kufanikiwa sio mbinguni tena. Kwa ile sanamu sasa ya adui iliyokuwa juu ya nchi kwa ajili ya sisi kutumikishwa na vitu na watu imeangamia. Kwa hiyo ile Luka 17:20-21 sasa ni halisi kwamba aliposema ufalme wa baba uko ndani yetu. Hatukuwahi kuelewa, lakini ni kwamba ni ule ufalme wa mfumo wa 28 miezi 9 ulikuwa ndani, ndio uliopatikana kupitia Luka 1:26, ufalme ambao ndio utatawala juu ya nchi umilele wote, na watu wake hawatatabika kwa sababu ya lile agano ambalo tayari dunia walikuwa wametufunganisha nalo, agano la jua na mwezi, ambalo hilo halipo. Hii Luka 17:20. Na alipoulizwa na Mafarisayo, ufalme wa Mungu utakuja lini? Aliwajibu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza, wala hawatasema tazama huko huko au kule, kwa maana tazama ufalme wa yeye baba uko ndani ya mioyo ya watu. Kwa ndio maana akasema kwamba kwenye Ufunuo kwamba anaondoa mbingu ya kwanza. Kisha nikaona Ufunuo 21:1, kisha nikaona mbingu za kweli na nchi ya kweli, maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala bahari tena, wala hapana bahari. Yaani yale mamifumo mabaya yote juu ya nchi. Nami nikaona ule mji mtakatifu Yerusalemu mpya. Hapa ameandika mpya, lakini ni ule wa kweli. Ule Yerusalemu wa kwanza umeanguka, uliokuwa kwenye Ufunuo hii 21 ule mstari wa 10.
wenye kabila 12, lugha 12, chemichemi 12, simba 12. Hatukaenda kwenye nguvu ya wafalme wa kwanza ile 10, utakuta pale Sulemani ana simba 12, na simba huku na simba huku. Kiti chake ndio kilikuwa kinatumika kwenye nguvu ya ufalme wa giza, akiwa na ile namba 66 ya uzani wa dhahabu, ile wafalme wa kwanza 10:14. Kwa tunaona hii ndiyo nguvu yake Baba. Kwa hiyo ina maana ni yeye ndio ameamua yafanye haya juu ya nchi. Kwa sasa maisha yetu sasa hivi ni juu ya nchi, sio tena mbinguni. Kwa hiyo hata ibada tunazofanya tunazotakiwa kusimamisha ni ibada za juu ya nchi, kwa sababu tukumbuke kwamba Mwanzo 2:15 Adam hakuwekwa mbinguni. Mwanzo, baada ya kosa ndio tunaona kutoelewa sasa, yaani yale macho yale masikio, kwa sababu ile kosa la Mwanzo 2:23. Tunaona Mwanzo 2 kwanza ile 15, yeye Baba akamtoa mtu huyo akamweka katika bustani ailime ardhi, katika hiyo atolewa. Ina maana aitunze, alime. Yaani yeye kazi yake ilikuwa ni kutunza, kwa sababu Baba ndio mkulima, ndio mwenye shamba, yeye ndio analima. Lakini kazi ya Adam ilikuwa ni kutunza, yaani kwa sababu kila kitu kiko wazi, kila kitu alishatengeneza Baba, ila ni yule anayeweza kutunza. Sasa kutunza ndio akamwacha yule ambaye atamuongoza kwenye akili yake, kwenye nyendo zake. Alipomwacha, ina maana utendaji wa kutunza yeye ukawa haupo, kwa sababu akanyang'anywa lile jicho, sikio, ile akili, ile nguvu ya hatua. Kwa hiyo akawa ni mtumwa, utumwani. Ndio maana tunaona ile Mwanzo ile 5:5 anakufa akiwa na miaka 930. Ina maana kunyang'anywa sio umri. Ndio Yeremia 29 anasema baada ya miaka 70 yeye ataijiria, ili kutimiza Zaburi ya 90 ule mstari wa 4, kwamba kwetu sisi ni miaka 1000, kwa Baba ni siku moja. Kwa hiyo ile siku ya mwisho sasa ndio inasimama ndani ya mwaka uliobeba nguvu ya siku ya mwisho. Kwa hiyo hapo sasa ndio mahali pa kuanza sasa kupanda juu ya nchi, sio tena maisha ya unabii. Ndio maana akasema hapa kwenye Isaya ile 37 kwamba atapanda ile Mwanzo 26 ule 12. Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka ule vipimo zaidi ya 100. Kwa sasa majira ilikuwa juu ya nchi, lakini kwa sababu tayari tulikuwa kwenye mfumo wa Babeli, ina maana hakuna aliyekuwa anajua kwamba kwetu ni hapa, na tabia za kuishi hapa hatukuzijua, na namna ya kutoa, kwa sababu ilikuwa mpaka siku ya mwisho mwaka wa watu wote ufike, halafu ndio uliobeba siku ya mwisho ianze judgment. Judgment ni kwa ajili ya ule uongo wote juu ya nchi. Kwa hiyo hicho ndicho kikubwa kabisa ambacho Baba anataka leo tuelewe. Kwa sasa ina maana hapa juu ya nchi sasa hivi tutawale vitu vyetu, kama vile Hagai alivyosema, Hagai 2:7 ile 9, ili tutawale hapa juu ya nchi. Tulivyonyang'anywa tufanyeje? Ambapo tutasoma hii Hagai 2 alafu ndio tuelewe.
juu ya Hagai 2:7. Nami nitatikisa mataifa yote na vitu vinavyotamaniwa na mataifa vyote navyo vitakuja nyumbani. Nitaijaza nyumba hii utukufu, asema yeye. Fedha na mali ni mali yangu, na dhahabu ni mali yangu, asema yeye. Kwa hiyo adui hakutakiwa kumiliki hapa, ila kwa sababu ya ule upofu, uziwi na nguvu ya kuibiwa ile akili, tukiwa utumwani miaka 930 tukitumika mara mbili, na ile miaka 70 ya kutuonyesha mpaka ifike ndio tutoke kwenye ibada ya kutumika mara mbili, kama vile ambavyo Ufunuo 20:1 mpaka ile 6:7 iko pale. Miaka 1000 inapotimia ndio nguvu ya sisi kutotumika mara mbili inasimama. Kwa hiyo inafuta sasa ile majira ya uharibifu ndani yetu. Kwa hiyo mali, fedha alikuwa hataki kumiliki mchawi wala mganga, ila kwa sababu tulikuwa utumwani na mafundisho yote tulikuwa juu mbinguni, ina maana hakuna ambaye anadai kwa haki vitu hapa juu ya nchi. Na kwa sababu tuko kwenye mfumo wa kinabii, kitume na nguvu kwa ajili ya ishara, miujiza, hauwezi kudai wakati unasafiri kwenda mbinguni, ni ngumu. Kwa hiyo hata yale ambayo tulikuwa tunatakiwa tuyajue, hatuweza kuyajua. Fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema yeye Baba. Utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko ule utukufu wa kwanza, huu wa Yerusalemu ya kwanza. Kabila 12, ile lugha 12, mitume 12, ile kanisa la kwanza kubomoka na kupata mahali pa nuru ya kweli, asema yeye. Katika mahali hapa nitawapa ile kilele cha amani, asema yeye. Hili ndilo jambo kubwa kabisa. Kwa hiyo tabia au namna sasa tunavyoweza kuishi hapa juu ya nchi, kwanza kabisa ni kuondoa yale mawazo mabaya tuliyokuwa nayo, kwa sababu ya mifumo hii tuliyokuwa tumepandwa, mila zetu, kabila zetu, yani kukawa kumetengenezwa ukuta kwenye uumbaji kwa watu wote, ijapokuwa wako ndani ya ibada, lakini ndani yao kuna zile roho. Na kwa sababu tulikuwa tunakwenda mbinguni, ina maana mawazo mabaya ndio ilikuwa ni maisha yetu. Sasa leo mimi na wewe tunatakiwa tusimwazie mtu mabaya juu ya nchi. Misali 3 ule mstari wa 29, usiwaze mabaya juu ya jirani yako ambaye unakaa karibu nawe na kujiona uko salama. Kwa hiyo usalama juu ya nchi ni wewe usiwaze mabaya juu ya kiongozi wako, juu ya jirani yako, juu ya taifa lako, juu ya mwanafunzi mwenzako, juu ya mke wako, juu ya mume wako. Usishindane na mtu bila sababu ikiwa hakukuzuru kwa lolote sasa hivi. Kwa hiyo ni jambo la kwanza kabisa, kwa sababu katika mawazo hayo akiba mbaya ya maroho machafu yanasimama. Kwa hiyo yanakutabisha, hauwezi kuwa salama. Ile Mwanzo, ile Luka 6:8, Luka 6 ile 45, 43. Kwa maana hakuna mti mzuri unaozaa matunda mabaya, wala mti mbaya unaozaa matunda mazuri, kwa kuwa kila mti utambulikana kwa matunda yake. Yaani, maana katika miiba hawachumi tini, wala katika michongoma hawachumi zabibu. Mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake hutoa yaliyo mema, na mtu mbaya katika hazina yake hutoa mabaya. Kwa hiyo huyu ndiye anatengeneza mabaya, anatengeneza zile roho ndani yetu, kwa sababu aliyekuwa na fomu roho chafu ni Adam na Hawa, kwa sababu ndio mafaunda hapa juu ya nchi. Kwa hiyo roho chafu zote zimetokea kwao.
katika kuwaza, katika kufikiri. Kwa hiyo ni jambo kubwa kabisa. Tukiwa kwenye mafundisho ya mbinguni, unabii, ishara, maombezi, hatukuweza kujifunza mambo juu ya nchi, yale maisha juu ya nchi, kwa sababu maisha juu ya nchi ni katika kweli. Yohana 8:32. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Mtaishi hapa huru kwa hapa juu ya nchi. Ndio maana hata salamu tunasalimiana juu ya nchi. Kweli yote, maisha halisi. Tunaona Ayubu hiyo 22 22:21. Mjue sana yeye kweli yote, ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokuja. Kwa hiyo kufahamu Baba ni nani. Baba ni kweli yote. Yesu ni nani? Yesu ni kweli. Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu, ambaye ni moyo wa Baba, ni unaotufundisha juu ya nchi. Hakuna mambo yani, ishara ni katika nguvu ya kile unachojifunza wewe mwenyewe. Ni ishara, wewe mwenyewe ni maajabu, kwa sababu ukishajifunza ukaelewa, kufunguka ni rahisi. Kwa hiyo hilo sasa, kwa sababu tayari moyo wa Baba upo kwa ajili ya kutufundisha dhambi, haki na nguvu ya mkuu wa ulimwengu ambaye amekwisha kuondoka. Dhambi ni kutokuamini, kama vile sasa hivi ninavyohubiri habari za kweli juu ya nchi yote, kwa watu wote, kwa Kweli Yote TV. Ukianza kusoma mafundisho kwa ajili ya chuo cha Kweli Yote, utajua kila kitu. Hicho sio cha mtu, ni yeye, ila amekuja kwa sura hii sasa kwa ajili ya kutimiza. Ndio maana wa magari umewaona, wa mandege umeyaona. Alisema atakuja, yani utakuja ule moyo wake uelewa tu peke yake. Kwa hata ungekuwa wewe, angefika tu kwako kama umekusudia kwa ajili ya majira hiyo. Kwa kila mmoja anatamani kuwa mkuu au mkubwa, tajiri. Sasa kanuni ya kufanikiwa hiyo ya kwanza, kwa hiyo kutowaza. Ile ya pili, ujue kwamba tuko juu ya nchi, na hapa kuna mataifa, lazima ujue hivyo. Hata kama nchi yote itakuwa iko sawa moja, katika ibada itakuwa moja sawa, lakini kuna mataifa. Kama sasa hivi kuna taifa la Kenya, kuna taifa Uganda, kuna taifa Tanzania, kuna mataifa mengi juu ya nchi. Kwa hiyo kuna nguvu pale ya yale mataifa, na kuna serikali, na kuna nguvu ya viongozi pale, na wananchi kwa kila taifa. Hayo ujue kwamba ndani ya uumbaji, wakati tunaishi hapa, kuna serikali juu ya nchi. Kwa hiyo ni lazima, ya kwanza ujue hivyo. La pili, ujue kuna viongozi ndani ya taifa, na kuna wananchi ndani ya taifa, na ndani ya wananchi kuna familia. Sasa sisi ambao tayari unajua kwamba ulikuwa na imani kwa wewe, kwa sababu imani zote hizi tulizokuwa nazo, kazi sasa hazitakuwa na kazi, hazitakuwa na majibu, kwa sababu hakuna atakaye kubalika kwenda tena mafundisho ya mbinguni. Kwa hiyo hayo ni ya kwanza kabisa. Kwa hiyo mimi na wewe, jambo la pili sasa, baada ya kufahamu hiyo kwamba lazima ujue kwamba upendo juu ya nchi ulishaondoka na haupo. Kwa sasa hivi kituo anachotumia Baba ni kituo cha kuheshimiana.
mimi na wewe tukiwa hapa juu ya nchi, kwa sababu upendo ulishafutika wakati tayari haya majira imeshafika. Akasema kwenye Mathayo 24 ule mstari wa 12, na kwa sababu ya kuongezeka maasi upendo wa wengi utapoa, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayepona. Kwa hiyo ndio hivi sasa. Kwa hiyo huyo sasa ndio anainua sasa ile Mathayo ile 7:12, kuheshimiana, sio kupendana. Kupendana ilikuwa ni sisi kwa sisi, kwa ajili ya kabila langu kwa kabila langu, lugha yangu kwa lugha yangu, taifa langu kwa taifa langu. Mimi hapa nisingetangaza taifa takatifu hapa, taifa la Kenya, nisingetangaza, sababu ningekuwa tayari nasema kuna kitu, ngoja niende kwetu. Lakini natangaza hapa kwa sababu ya haki, kwamba jambo jema limepatikana hapa, na mimi nilitumwa kwa ajili ya kazi hii. Lakini sasa tumekutana na majira ya kweli. Kwa hiyo ndio sijaileta kutoka popote, ni hapa taifa la Kenya. Basi yoyote mnaotaka mtendewe na watu, nanyi watendeeni hivyo hivyo, maana hiyo ndiyo Torati na manabii. Ndio maana Kenya ina noti ya 1000. Hiyo ni mwaka 1000 kwetu. Kwake Baba ni siku moja ambayo ni ya mwisho. Tunamkumbuka hata Mheshimiwa Rais anasema Adam wa kwanza yuko taifa hili, waje kutalii. Sasa yeye Baba analaba stamp tu, anaweka stamp kwa ajili ya kutimiza haya yote. Kwa hiyo ile Luka 6:31 kwamba unayempenda hawezi akakusaidia. Unayempenda yani kwa ajili ya uponyaji mkubwa ukiwa juu ya nchi. Hakuna kitu kama hicho. Mtasoma Luka 6:31. Na kama mnavyotaka watu wawatendee, ninyi watendeni hivyo hivyo. Maana hiyo ndio, watendeni hivyo hivyo. Maana mkiwapenda wale wanaowapenda ninyi, waonyesha faida gani? Kwa kuwa hata wenye dhambi huwapenda wale wawapendao. Kwa hiyo neno kupenda halina nguvu. Kwa hiyo kuheshimiana ndio lina nguvu. Kwamba mimi kama nitakuombea vibaya, basi na mimi nijiandae kuaibika. Kwa hiyo hilo ni jambo kabisa zuri na kubwa kwa ajili ya kujua kwamba kuna mataifa, kuna taifa, kuna nguvu ya viongozi na kuna nguvu ya mwananchi mmoja mmoja na familia hizi ambazo tuko nazo. Kwa hiyo jambo jingine ujue kwamba hakuna mbinguni, mambo yote yapo juu ya nchi. Luka 17:20-21 tulioisoma kwa sasa, baada ya kutimiza hii na kujua mbinguni maana yake nini. Na alipoulizwa na Mafarisayo, ufalme wa Mungu utakuja lini? Aliwajibu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza, wala watasema tazama huko au kule, kwa maana tazama ufalme wa Baba umo ndani ya mioyo yenu. Ufunuo 11:15. Na malaika wa utimilifu akapiga tarumbeta kubwa, pakawa na mamlaka iliyokuu juu ya nchi, ikisema ufalme wa dunia umekwisha kwa ufalme wa Baba juu ya nchi. Mitume wale ambao walikuwa ni wazee 24 wameondolewa, hawana tena kazi, ambao walikuwa ni kabila 12 na lugha 12. Hata wale ambao wenye uhai wanne na wenyewe sasa hamna tena utendaji huo. Ni yeye sasa anamiliki na anatawala. Kwa hiyo tunaona Mhubiri 3 ule mstari wa 11, kwa kutimiza hii majira.
Nasoma 11, Mhubiri 3:11. Kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake, tena ameiweka hiyo milele ndani ya mioyo ya watu wote, ila kwa jinsi mwanadamu asivyoiweza kuifungua kazi ya Baba anaoifanya tangu mwanzo hata mwisho. Tulikuwa kwa sababu ya upofu wa lile kosa la Adamu la Mwanzo 2:23-25, kumwacha baba na kumwacha mama na kujiita sisi baba na kutomjua baba maana yake nini na mama maana yake nini. Mama maana yake ni hiyo mfumo majira ya watu wote, ndio mti wa uzima. Mti wa uzima wa kwanza ulikuwa kwa Yakobo, kabila 12. Ukisoma kwenye Ufunuo ile 22:2, hapa kwenye Ufunuo 2 ile 7, mti wa uzima ulio katikati ya bustani ya Baba. Huu ndio mti wenyewe. Tunaona sasa hapa kwamba wote sasa tunataka kwenda juu, kufanikiwa, na yote haya tumeshajua. Je, sasa tufanyeje? Mathayo 20:24 na Mathayo 23:11 na Luka 22:26-27 na Marko 9:31. Hiyo ndio nguvu kubwa ya kuishi juu ya nchi na kwenda juu. Katika haya yote kwa ajili ya kulinganisha kwa jambo la 4 kubwa kabisa. Nasoma hapa kwa ajili ya kilele na utimilifu wake. Tunaanza na Marko 9 ule mstari wa 35. Akaketi chini, akawaita wale thenashara, akamwambia, mtu atakaye kuwa wa kwanza atakuwa mwisho kuliko wote, na mtumishi wa wote. Yaani yule wa kwanza ndiye atakuwa. Narudia, akaketi chini, akawaita thenashara, akamwambia, mtu atakaye kuwa wa kwanza atakuwa mwisho kuliko wote, na mtumishi wa wote. Kwa hiyo ni majira ya mwisho ya siku ya mwisho. Katika kufika kwenye siku ya mwisho, ina maana kama unataka kwenda juu, basi utakuwa mtumishi wa wote, watu wote. Sasa utakuwaje mtumishi? Ndio nasoma hapa kwenye Mathayo. Mathayo 20 ule mstari wa 24. Na wale 10 waliposikia walikasirika, wale ndugu wawili. Lakini huyo kweli kwa levo Yesu akawaambia, akasema, mwajua kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu, na wakubwa wao huwatumikisha, lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu yeyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu na awe mtumishi wenu, na mtu anayetaka kuwa wa kwanza kwenu na awe mtumwa wenu, kama mimi nilivyo. Hapa na maana hiyo. Sasa tutamana yote tutaunganisha pamoja. Mathayo 23 ile mstari wa 11, ili tujue maana. Naye aliye mkubwa wenu atakuwa mtumishi wenu, na yeyote atakayejikweza ataziliwa, na yeyote atakayejizili atakwezwa. Yaani yule mnyonge basi atakwenda juu kwa sababu ya haya ambayo tayari yako mahali. Kwa hiyo unapotaka kuwa mkubwa na kupata vitu vingi, hakikisha unakuwa unatumika sana kwa ajili ya wengine. Kazi zetu kama vile ulivyoona, serikali zipo, ujue kuna viongozi wapo, kuna wananchi wapo, familia zipo. Ina maana hapa sasa ni kuinua, ni kuwatumikia. Yaani kama uko kwenye nguvu ya mfumo fulani wa kazi, wa biashara, hakikisha unainua ile eneo hilo, unawainua hao. Yaani kutokuwa na chuki na yeyote, kwa ajili ya kuwainua, kuwaombea, kwa sababu haya matatizo unayoyaona yanakuwaga yanaingia kwetu, kwa sababu huko unakuwa wewe mwenye haki,
lakini huu mji wote sasa umejaa makahaba, labda umejaa walevi. Kwa hiyo unajikuta ndani yako na wewe unawaka. Kwa hiyo unakuwa hauwezi. Na maana ukiwainua hayo maeneo, basi hiyo ndio kazi. Yeye ndio anaenda kufanya hayo huko. Hiyo ndio kazi kubwa ya kutumika kama kiongozi. Basi utumike kwa lile kusudi. Kwa hiyo mengi yalikuwa yanasababishwa kwa sababu kwanza kabisa ya kutoombea hata taifa na mataifa, kutoombea viongozi. Unakuta kiongozi na yeye kwa sababu ya mambo mengi anabanwa, kwa sababu kila mmoja ndani ya taifa anamwangalia yeye, hata akiwa kwa ajili ya chifu, hata kwa ajili ya mbunge, wote wanatakiwa kuombewa, kwa sababu usipowaombea ina maana kunakuwa wewe unakutana na mambo magumu na wao hawatekelezi kama wanavyotakiwa kutekeleza, na mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo ile matatizo yale yanakuwa yanakufaa wewe, kwa sababu hapo ukisoma kwenye Isaya 58:1 mpaka 14. Je, somo nililochagua sio namna hii, kufungua watu, si katika kuombea mambo yetu sana. Mambo yetu automatic yapo, yanakuja yapo. Ukishafungua huko, basi unawainua na haki yako. Sasa hujainua huko, na uinua tu mambo yako hapa juu ya nchi. Sasa hivi inua na hayo. Kwa na soma hapa. Je, saumu niliyochagua sio namna hii, kufungua vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira, kuacha huru walionea. Wewe unaweza kuanza hata moja. Walakini unitafuta kila siku, upenda kujua njia zangu, kama taifa waliotenda haki, wasioacha sheria ya Mungu wao. Utaka kwangu amri na haki, ufurahia kumkaribia Muumba. Usema, mbona tumefunga lakini uoni, mbona tumejitarisha lakini uangalii. Fahamuni siku ya kufunga kwenu, mnatafuta anasa zenu wenyewe na kuelemea wote watendao kazi kwenu. Tazama ninyi mwafunga mpate kushindana na kugombana na kupigana kwa ngumi, yaani pale mahali pa juu. Je, kufungua namna hii sio saumu niliyochagua? Je, ni mtu kwa ajili ya kufunga na kukubaliwa na kuinama kichwa chake kama unyasi na kutanda magunia? Je, utasema ni siku ya kufunga na kukubaliwa? Je, saumu niliyochagua sio ya namna hii, kufungua vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira, kuacha huru walionewa, na kwamba mvunje kila nira? Je, sio kuwagawia wenye njaa chakula chako na kuwaleta maskini waliotupwa nje nyumbani kwako? Umwonapo mtu aliye uchi umvike nguo, wala usijifiche mtu na damu yake. Yaani usijiombee mambo yako hapa, anasema wala usijifiche kwa damu yako pamoja naye. Ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi, na afya yako itatokea. Ndipo utaita na Baba atakuitika. Mimi hapa, ukiondoa nira yako wala kunena mambo maovu, na kama ukimkujulia mtu mwenye njaa na mtu aliyeteseka, naye Baba atakuongoza daima, atakushibisha wewe mahali pasipokuwa na maji, atakutia mifupa yako itakuwa inastawi kama chemichemi, na watu wako watapajenga mahali palipokuwa ukiwa kwako. Ukiwa utainua misingi ya vizazi na vizazi, nawe utaitwa mwenye kutengeneza mahali palipoharibika. Kama ukigeuza mguu wako, usiharibu Sabato, usifanye anasa yako siku yangu. Ukiita Sabato ni siku ya furaha na siku takatifu yeye Baba na yenye heshima, ukiitukuza kwa kutozifanya njia zako mwenyewe, wala
kupendezayo, kusema maneno yako mwenyewe. Ndipo utakapojifurahisha katika Baba, nami nitakupandisha mahali pa juu palipoinuka, nitakulisha utukufu. Kwa hiyo hapo anasema, yani unapowainua hao wote, wawe unamuinua kiongozi, unamuinua wale viongozi wenzake, taifa, mipaka ya taifa, unainua jamii, unainua majirani, unainua Afrika, unainua wote wameumbwa na Baba, sio tu wale unaowajua, wote wameumbwa na Baba, wote ni mali yake. Kwa hiyo hapo sasa ndio nguvu ya wewe unapata. Kwa hiyo hata kama unasema mimi nisijali, ukiinua hiyo nguvu ya utukufu wa Baba, tayari yeye anafahamu. Kwa hiyo ukiinua Baba, unajua mimi nahitaji magari, mimi nahitaji kumiliki. Kwa hiyo hapo ni juu, yani anataka wewe usiwe ndani ya moyo wako unapiganishwa, kwa sababu jamaa wanajua hapa juu ya nchi kulikuwa na watawala wanaoharibu mawazo, yani mawazo tu mabaya yanatengeneza mapepo mabaya. Kwa hiyo hata wale tuliokuwa tunakimbia mataifa yetu kwa sababu ya shida, lakini ujue kwenu ni kwenu. Kwa hiyo kama ni Mwafrika, kama ni mzungu, kama Mwasia, sawa, haikatazi kwenda kubadilisha nguvu ya kutafuta, lakini usipachukie kwenu. Kama nakwenda kujenga, lakini ujenge basi kwenu. Afrika ni ina thamani. Nasoma hapa Yoshua. Kwa hiyo kama heshima yako iko ndani ya taifa, basi taifa inabidi uliheshimu, usiliharibu kwa sababu ya yale faida ndogo, kwa sababu generation ni kubwa. Kwa hiyo hapo tukisoma kwenye Yoshua moja nchi yetu. Kwa hiyo hapo ni lazima usiseme vibaya juu ya taifa, juu ya mataifa mengine. Kwa hiyo kaa kwenye kuyaombea, kwa sababu zile roho ndio zinazofanya matengano haya. Kwa jambo jingine ni lazima ujue kwamba wakati tayari tumeshajua tunakaa kwenye mataifa, kuna serikali, kuna viongozi, kuna wananchi, uhakikishe ujue kwamba usiwe na chuki juu ya viongozi. Kila kiongozi unayemwona hapa juu ya nchi aliwekwa. Mtasoma hapo Samueli, aliwekwa na Baba. Hata kama tunapigia kwa ajili ya kula, kwa ajili ya kumchagua, lakini anakuwa amechaguliwa na Baba kwanza. Wewe huwezi kumchagua ukamweka mtu anamiliki labda watu milioni 100, 200. Ila kwa sababu tulikuwa kwenye majira ya kutoelewa, kwa hiyo imetumiza sana, kwa sababu unapokuwa na chuki na kiongozi wako, mapato yako yanakuwa hayaonekani vizuri, kwa sababu yeye kabeba sehemu ya moyo wa nchi. Samueli wa kwanza 9 ule mstari wa 15. Hapo nivumilie. Basi yeye Baba alikuwa amemfunulia Samueli siku moja kabla ya Sauli hajamwendea, akisema, kesho wakati kama huu nitakuletea mtu kutoka nchi ya Benjamin, nawe mtie mafuta awe mkuu juu ya watu wangu Israeli, naye atawaokoa watu wangu kwa mikono ya Filisti, maana nimewaangalia watu wangu kwa sababu ya mateso walionayo na bila kujua. Hata Samueli alipomwona Sauli, yeye Baba akamwambia, huyo ndiye niliyekuambia habari zake, huyo ndiye atakayewamiliki watu wangu. Ndipo Sauli akamkaribia Samueli langoni akisema, tafadhali uniambie nyumba ya mwonaji iko wapi? Samueli akajibu, Sauli akasema, mimi ndimi mwonaji, tangulia mbele yangu ukwee mahali pa juu, kwa maana mtakula pamoja nami leo, kisha asubuhi nitakuacha uende zako, nami nitakuambia
yote ulionayo moyoni mwako. Na punda wale waliopotea siku hizi 3 usijiuzi kwa ajili ya maana wameonekana, na yote yaliyotamanika katika Israeli ameweka ndani yako. Kwa hiyo ukiona kwenye Samueli wa kwanza 8 Sauli, Israeli wanamkataa kukontroliwa na Mungu kwa level ile, kwa ajili ya kukontroliwa na kweli. Lakini baba alikuwa anajua hawa wote ni watu wangu. Kwa hiyo akamwambia Samueli, usimdilie, usiwadilie hawa watu, kwa sababu wamenikataa mimi, basi nitawachagulia mfalme. Kwa hiyo kwa namna yoyote mfalme usije ukaumizwa na yeye. Yeye ni kumuinua kwa ajili ya wewe kupata yale mazuri kwa ajili ya majira hiyo aliyopo. Lakini ukitengeneza nguvu ya kushindana, basi utaumia, kwa sababu wewe ule ni moyo wa nchi. Hata chifu wote si rahisi kuwachukia, kwa hiyo kiongozi yote amewekwa na baba. Kwa hiyo juu ya nchi usifanye hivyo mpaka baba mwenyewe ambapo tayari atakuwa anaendelea kufanya yale mema. Kwa hiyo wewe, mweupe, mweusi, mwekundu, kiongozi na usiye kiongozi, mwananchi wa kawaida, usimchukie kiongozi yoyote au ndogo au mkubwa. Hapo ndipo utakula mema juu ya nchi. Wanaotakia majirani wao au mke wao, hiyo na yenyewe ni kosa, usifanye. Kwa hiyo leo jitahidi kuwa mtumishi wa wengine. Kama ni shule jenga, kama barabara jenga. Na wewe msomi, tunakuja kwa wasomi, wanafunzi, vijana wote tukiwa juu ya nchi. Sasa ni kwenda shule kuelimika. Ndani yetu sasa hivi sio wakati wa kusomea kazi. Yaani matamshi yabadilike, kwamba nakwenda kuelimika kwa ajili ya kuja kuifanyia nguvu ya mazingira ninayoishi, kubadilisha watu wapate kazi kwa ile elimu niliyoipata. Yaani mimi ndio kazi, mimi ndio nimepata kampuni, mimi ndio kila kitu, kwa sababu aliyeelimika ana kila kitu. Lakini kama mindset imesetiwa kwenye kazi tu, haizai. Kama vile alivyosema kwenye Kutoka 31:1, aliweka vitu ndani yetu vya mimi kusaidia watu, mamilioni ya watu. Sasa kwa sababu tunasomea kazi, kwa hiyo kazi hamna, sababu akili inakontroliwa na kile ambacho umekisoma na ukakiamini muda mrefu. Kwa hiyo wewe na elimu ulionayo, na ulete nafasi za kazi kwa jamii na taifa. Sasa utaulizwa kupitia elimu ulioelimika, taifa, jamii na uumbaji wote, umeufanyia nini? Sio wewe uumbaji ukufanyie pia. Kwa hiyo ukumbuke kushukuru. Tuna aina mbegu 3. Mbegu hiyo ni ya kumshukuru yeye Baba kwa ajili ya kumpenda. Kwa hiyo yoyote si katika level ya zaka. Na mbegu ya pili ni ya kushukuru kwamba tunaishi juu ya nchi, kwa sababu majira hii huwezi kutoa zaka na wala kwa sababu zaka ni za kumjaribu. Sasa ulivye mbwa na baba kweli unampima, una test, hiyo sio kusudi. Na nguvu ya mbegu ya 3 ina maana ni ile ya kupeleka habari za kweli yote kila mahali, kwa sababu habari zote za unabii zimeisha. Kwa hiyo namshukuru sana Baba mwema mzuri. Sasa tutafanikiwa, tutaishi juu ya nchi. Kwa hiyo ni bidii sasa, kama vile Mwanzo 2:15. Kazi yetu kubwa ni kutunza, kuwa na bidii ya kutunza. Kazi yetu kubwa ni bidii ya kutunza wakati na kutunza ile baraka tunayobarikiwa. Kwa hiyo usipoteze muda kwa mambo yasiyofaa hata kidogo, kwa sababu muda ndio utajiri na ndio kumiliki juu ya nchi. Kwa hiyo namshukuru sana kwa ajili ya Kweli Yote TV.
kwa ajili ya viongozi mliopata nafasi na msio viongozi, kwa ajili ya imani mbalimbali. Kwa hiyo tujifunze na tumuulize aliyeumba ambaye ni kweli yote kwamba haya namna gani sasa, kwa sababu tayari yametokea na hakuna namna ambapo yatarejea. Haya ndiyo yameenda na ndiyo yametokea. Kwa hiyo usipowafundisha watafundishwa, kwa sababu wana wingu tayari, wana hiyo simu. Kwa hiyo kizuri, na wewe jitahidi kwa wote kwa linki, yani kuwaunganisha kwa ajili ya waelewe. Watu wote wanatakiwa kujua, si mambo mabaya, si mambo ya vita, bali ni mambo ya kujenga juu ya nchi, kwa sababu Baba amekuja kwa ajili ya kubadilisha kabisa. Kama tulikuwa tuna makosa, basi Baba mwenyewe ndio amesamehe, na sisi tuachane na habari za ibada za miti, ibada za mawe, ibada za watu waliolala. Hizi ni ibada chukizo sana kwetu. Naye ndio amesimama kwenye nguvu ya Zekaria, ile Ezekieli 47, ile 43:1 mpaka 9. Kwa hiyo tumebarikiwa sana, taifa, serikali, viongozi tumeinuliwa, kwa sababu sasa baraka ni juu ya nchi na mafanikio ni juu ya nchi. Hakuna tena mbinguni, baraka za wasioonekana hazipo tena. Baba ni mwema.